nimekutana na startup moja inayoshughulika na mambo ya afya. Ni vijana ambao wamejitoa katika kufanya ubunifu, kutengeneza mfumo wa kuscreen au kuchunguza kansa ndani ya mwili wa mtu, na wameanza kwa kansa za wanawake kwa sababu ndio tatizo kubwa, kansa za uzazi, na wamesema wanapoendelea wanakwenda kwenye maeneo mengine, na nadhani watajielekeza kwenye tezi dume kwa sababu hizo nazo sasa ziko katika kiwango kikubwa. Kwa hiyo nikupe moyo na nikuhamasishe waziri kuwapatia vijana hawa mtaji ili waweze kutoka hatua moja na kwenda hatua nyingine kama walivyojipanga. Niseme kwamba uwekezaji huu kwa vijana ni muhimu kwa sababu dunia hii ya kiteknolojia ni ya kwao vijana, na dunia hii ipo viganjani mwao na ndiyo mfumo wa maisha yao. Kwa lazima tuwawezeshe, lazima tuwahamasishe watumie mifumo hii ili kukua kiuchumi, lakini pia kijamii. Nawahimiza sekta binafsi kwa maana hiyo kushirikiana na serikali ili kutimiza ndoto na matarajio ya vijana wetu. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba sasa nitoe maelekezo mahsusi yafuatayo kwa wizara. Kwanza, kushirikiana na Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana pamoja na wadau katika sekta hiyo ihakikishe vijana wetu wananufaika ipasavyo na huduma za mkongo wa Taifa mawasiliano, hususan katika kuchochea ubunifu, kukuza ujuzi wa kidigitali na kuongeza fursa za ajira na uchumi. Lakini pili, katika hatua ya kutekeleza agizo la kimataifa la kutomwacha mtu nyuma katika maendeleo, wizara hii ifanye uratibu na kuhakikisha wilaya zote ambazo bado hazijafikiwa, lakini mmesema vizuri hapa kwamba itakapofika Disemba mtakuwa mmemaliza. Kwa maana hiyo niwaelekeze sasa, mtakapomaliza kwenye wilaya zote mjipange kuelekea ngazi za chini kwenye kata na vitongoji ili kule kote wafaidike na huduma za mkongo. Nadhani wenzangu wa Chama cha Mapinduzi watakubaliana nami kwamba jambo hili lina manufaa makubwa, kwa sababu wakati mwingine tunapokuwa na vikao vya dharura na ngazi za chini tunatumia huo mfumo wa kuwasiliana kutumia mifumo hii, na tunafanya mikutano yetu, tunakubaliana na tunamaliza vizuri, yote kwa sababu mkongo umefika kule chini na tunaweza kufanya hayo. Kwa niwasisitize muende chini zaidi katika ngazi za chini, toka wilaya muende ngazi ya chini zaidi. Nasisitiza hayo ili wananchi wote waweze kunufaika na huduma za mawasiliano na fursa zitokanazo na uchumi wa kidigitali. Tatu, agizo la tatu ni kuhakikisha miundombinu ya mkongo wa Taifa mawasiliano inalindwa na kutunzwa vyema. Mkongo huu ni mhimili wa uchumi na ustawi wetu kama taifa, na ni ulinzi na usalama wa taifa letu. Kwa wale waliokabidhiwa mkongo, wajipange vyema kuulinda mkongo huu. Agizo jingine ni kuhakikisha kuwa huduma za mawasiliano zinazotolewa nchini zinazingatia maadili, mila na tamaduni zetu wa Tanzania. Tusipodhibiti hali hiyo, tutaishia kuwa na kizazi kisichokuwa na maadili na uzalendo kwa taifa lao. Na hapa nimefurahishwa nilipopita kwenye banda la Huawei, wameniambia wanakwenda kutengeneza mfumo wa AI wa Kiswahili kwa ajili ya Watanzania utakaolinda maadili ya Watanzania. Nikuombe waziri, shirikiana nao kwa karibu ili hili walikamilishe mapema. Vijana wetu wakipata mfumo huu, kiwango cha ubunifu wao kitakuwa zaidi. Vijana wa Kitanzania wameumbwa na ubunifu mkubwa sana. Kuna vijana hawajawahi kupitia masomo ya kompyuta, lakini anafanya kazi zake ndani ya kompyuta, huwezi kuamini. Kwa hiyo niombe sana hii ikamilike mapema ili vijana wetu wapate shughuli zaidi za kufanya. Baada ya maelekezo hayo,
Nirejee tena kuwashukuru wadau wote kwa ushirikiano wenu katika kufanikisha miradi hii ya kimkakati.